Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati tena mwingine tunamshukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya pekee sana kukusanyika tena mbele zake siku ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa neema ambayo ameifunua kwangu na kwako, na kibali ambacho amenipa mimi na wewe, na ufahamu alionipa mimi na wewe kwamba tunaweza kukusanyika mbele zake wakati wa usiku pasipo kuangalia mazingira. Najua tunatofautiana muda, kuna wengine wako nje ya nchi, wengine kwao ni asubuhi, wengine kwao ni mchana. Kila mmoja yuko kwenye majira yake, lakini Mungu ni mwaminifu sana kwetu kwa kutupa nafasi na kibali cha kuweza kukusanyika mbele zake. Najua kuna wengine wako kazini saizi, kwao ni mchana au ni asubuhi, lakini pamoja na kazi lakini bado umeweza kutune in, kuweza kupokea call na kuweza kuja mbele za Mungu. Kwa hiyo wakati watu uchukue kirahisi, na kila mmoja lazima anapokuja kwenye stretch like this lazima utumie muda wako vizuri. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu aliyokukirimia kuja mahali hapa, hakikisha you use this time effectively kwa ajili ya kuweza kuconnect na kuweza kupokea yale makusudi ya Mungu alionao kwa ajili yetu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Jitahidi sana, hakuna hasara kubwa kwa mtu kama kuja kwenye uwepo wa Mungu afukatoka kama ulivyoingia. Lakini ukitumia muda wako vizuri kuweza kutune na kuweza kudhamiria kwamba nilivyokuja sitatoka kama nilivyoingia, na kuambia kwa uhakika kabisa utatoka na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Basi wakati huu tunaenda mbele za Mungu kumshukuru na kumtukuza kwa uaminifu wake kwako, kwenye familia yako, kwenye nyumba yako, kwa mji wako. Mungu amekutunza, amekupigania, amekutetea, amekufanikisha hata kuweza kuja mbele zake kulitia jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za Bwana kwa ajili ya kumtukuza na kumwadhimisha. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika damu ya Yesu, Mungu mwaminifu, Mungu mwenye enzi yote na uweza wote, Mungu uliyezifanya mbingu na ardhi, Mungu uliyetukuka juu ya yote na vyote, Mungu uliyekuweko, Mungu uliyeko na utakaye kuja. Tazama tumekuja mbele zako tena Bwana saa hii kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tumekusanyika mbele zako Bwana. Wengine kwao ni asubuhi, wengine kwao ni mchana, na sisi kwetu sasa Bwana Yesu ni usiku. Wote tumekuja mbele zako leo Bwana Yesu kwa ajili ya kukuadhimisha na kukusifu na kukutukuza, kwa kuwa peke yako ndiwe Mungu, peke yako unastahili kusifiwa na kuhimidiwa. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, ni neno jema kukushukuru Bwana na kulimbia jina lako uliye juu. Baba, tumekuja mbele zako kwa ajili ya kuliinua jina lako. Tumekuja mbele zako kwa ajili ya kuliadhimisha jina lako. Tumekuja mbele zako kwa ajili ya kukutukuza, maana Mungu wetu wewe ni Bwana na ni mwamba, ni ngao, ni kigao, ni tumaini letu, ni nguvu yetu, ni haki yetu, na hatuna Mungu mwingine kama wewe. Baba, tunakupa sifa, tunakutukuza kwa jinsi ambavyo umekuwa mwaminifu kwetu, kwa jinsi ambavyo umetutunza, umetupigania, umetutetea, umetufanyia nafasi, umetuhifadhi Bwana. Tuna kila sababu ya kukushukuru. Baba, katika jina la Yesu Kristo ali hai, tumekuja tena mbele zako sasa Bwana. Tunakuinulia mikono yetu na mioyo yetu kuzitangaza rehema zako Bwana Yesu, asubuhi, kwa mchana na jioni, kwa kila mmoja kwa namna ya sehemu aliyoko. Baba, kwa jina la Yesu Kristo ali hai, tunautukuza uaminifu wako wakati wa mchana na wakati wa usiku. Baba, pokea sifa na heshima. Baba, pokea utukufu, nguvu na uweza. Baba, ni nani aliye kama wewe kwenye mazingira yetu? Ni nani aliye kama wewe kwenye nyumba zetu? Ni nani aliye kama wewe Mungu wa neema ndani yetu, juu yetu na kati yetu? Hatuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Kwa vyombo vyenye nyuzi 10 tunakuadhimisha. Kwa sauti zetu tunakuadhimisha. Kwa matari tunakuadhimisha. Kwa vinubi tunakuadhimisha. Baba, tunaungana na mbingu na nchi na maji na vyote vijazavyo humo na majeshi yake yote, kwa namna yake na kwa jinsi yake na kwa namna kila kiumbe Bwana. Tunaungana navyo Bwana Yesu kwenye mbingu, nchi na maji. Baba, tunakutukuza, tunakusifu, tunakubariki, maana peke yako unastahili, mfalme wa amani. Baba, tunakutukuza. Baba, tunakuhimidi. Tunaungana na wenye uhai uhai wanne, tunaungana na wazee 24. Baba, tunakusifu mfalme. Tunaungana na jeshi la malaika 1000 mara 1000 mara 1000 wanaolitukuza na kulibariki jina lako wakati we mfalme. Tunaungana na kusanyiko la watakatifu wote dunia nzima Bwana, wanaokusifu kwa namna zao na kwa jinsi zao. Baba, tunakuadhimisha. Yesu, pokea sifa. Yawe, pokea sifa. Adonai, pokea sifa. Mungu mwenye nguvu, pokea sifa.
Niko ambaye niko, pokea sifa. Mungu usiyeshindwa, pokea sifa. Baba wa milele, pokea sifa. Mungu mwaminifu, pokea sifa. Mungu uliyetumba kwa sura na kwa mfano wako Bwana, pokea sifa. Ni nani aliye kama wewe Mungu wetu? Ni nani aliye kama wewe Mungu wetu? Mungu ambaye wewe mwenye uweza mwingi na mamlaka nyingi na fadhili nyingi. Mungu uliyetukuka juu yetu. Baba tunakusifu. Baba tunakuadhimisha. Baba katika jina la Yesu. Baba katika damu ya Yesu. Mungu wa miungu, Baba wa milele, asante kwa jinsi ambavyo ulitutunza. Asante kwa jinsi ambavyo umetuhifadhi. Baba katika jina la Yesu. Kazi zako kwenye maisha yetu zinakushangilia. Matendo yako kwenye maisha yetu yanakushangilia. Uaminifu wako kwenye maisha yetu unakushangilia. Fadhili zako kwenye maisha yetu unakushangilia. Kwa ajili ya matendo ya mikono yako, kwa ajili ya matendo ya mikono yako, kwa ajili ya maneno ya kinywa chako. Baba tunakusifu. Baba tunakuadhimisha. Baba tunakusifu. Mungu wa miungu, kwa jina la Yesu. Jinsi alivyo makuu matendo yako. Mawazo yako ni mafumbo makubwa Bwana. Ni nani awezaye kuyafumbua? Ni nani awezaye kuyafumbua? Baba kwa jina la Yesu. Baba kwa damu ya Yesu. Utukufu na ukurudie daima. Heshima na ikurudie daima. Enzi na ikurudie daima. Uweza na ukurudie daima. Baba katika jina la Yesu. Baba kwa damu ya Yesu. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii, kwa ajili ya neema hii, kwa ajili ya kibali hichi ulichotukurimia watoto wako Bwana, kukusanyika mbele zako, kuja mbele zako. Baba tunakusifu, tunakuadhimisha. Receive all the praise, oh God. Receive all the adoration, oh God. Receive all the honor, oh God. Oh rate shakadia la brahanda kosiata radia zataya ezila brahato zediata mesho prahangrete shekelivra izasharuta zikalia bahanda kosiata. Baba kwa damu ya Yesu. Ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe? Mungu wetu, wewe ni mtukufu milele. Wewe ni mwaminifu milele. Wewe ni mwenye nguvu milele. Baba tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umeinua pembe zetu, kwa jinsi ambavyo umeinua maisha yetu, kwa jinsi ambavyo umetulinda na kututunza. Baba asante kwa namna ambavyo umehifadhi vizazi vyetu, kwa namna ambavyo unavilinda vizazi vyetu, kwa namna ambavyo unaviokoa vizazi vyetu. Baba asante kwa kuwa kila tunakokwenda umeamuru tuokolewe. Asante kwa amri ya wokovu ambao umeachilia kwenye nyumba zetu, umeachilia kwenye miji yetu, umeachilia kwenye malango yetu, umeachilia kwenye afya zetu. Kwa kuwa umesema kila tunakokwenda umeamuru tuokolewe. Asante kwa amri ya wokovu. Asante kwa amri ya wokovu juu ya biashara na kazi, juu ya ndoa na uchumi. Asante mfalme wa amani. Rape shekeridazia meshaangra tashakarida ikolivra hasutiniata meko brahati lavinia osapira rota zaka librahanda kosiata librade ereto shekediata libahanda roteziada banda. Baba katika jina la Yesu, asante kwa jinsi ambavyo umetuhifadhi Bwana, kama mboni ya jicho lako, kama mboni ya jicho lako unatulinda, kama mboni ya jicho lako unatutunza, kama mboni ya jicho lako umetuhifadhi. Baba tunashukuru kwa kuacha mguu wetu usogezwe. Asante kwa jinsi ambavyo umekuwa mlinzi wetu. Asante kwa jinsi ambavyo umekuwa mchungaji wetu. Asante kwa kutulaza kando ya majani mabichi. Asante kwa kutuongoza kando ya maji ya utulivu. Asante Bwana kwa jinsi ambavyo umeuisha nafsi zetu, umeuisha nafsi za ndugu zetu, umeuisha nafsi za jamaa zetu na kutuongoza katika njia zako za haki kwa ajili ya jina lako. Asante kwa jinsi ambavyo umetuokoa na mitego ya uwindaji, umetuokoa na tauni ya ribuyo, umetuokoa na uwele urukawa dhuhuri. Asante mfalme wa amani kwa malaika kwamba wamefanya kituo kwenye nyumba zetu, kwenye miji yetu, kwenye huduma, kwenye kazi, kwa watoto wakitulinda kwa ajili ya kutuokoa. Asante Bwana kwa kutuokoa kwenye mitego yao. Asante kwa kutuokoa kwenye tanzi zao. Asante kwa kutuokoa kwenye mashauri yao. Asante kwa kutuokoa kwenye makusudi ya mataifa na mipango ya waovu. Tunakushukuru Bwana, maana ukututia katika nia za watesi wetu, ukututia katika nia za maadui zetu. Umetuokoa kama ndege katika mtego wa bundaji. Baba tunakushukuru kwa mema yote uliotutendea sirini, kwa mema yote uliotutendea wazi. Baba tunakushukuru kwa majibu uliotujibu. Asante Bwana, asante Bwana kwa uaminifu wako ambao umekuwa pamoja nasi kwenye kota ya kwanza ya mwaka huu Bwana. Asante kwa mkono wako uliotubeba tangu tumeanza kota ya kwanza. Asante kwa mkono wako uliotubeba mpaka mwisho wa kota ya kwanza. Baba tunasema asante. Baba tunasema asante. Baba tunasema asante. Receive all the praise, oh God. Receive all the praise,
praise, oh God. Receive all the praise, oh God. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya agency of light ambayo umeiachilia kutenda kazi kwenye maisha yetu. Asante Bwana kwa namna ambavyo umetuhifadhi katika nuru yako, umetuhifadhi katika pendo lako, umetuhifadhi katika neno lako, umetuhifadhi katika nguvu zako. Asante Mfalme wa amani kwa ajili ya majira tuliopo, majira ya kupewa nguvu, majira ya kuongezewa uwezo. Baba, tunakushukuru maana Mungu wa neema, tunajua yakini tumeingia mwezi huu wengine wakiwa dhaifu. Asante kwa kuwa watatoka na nguvu, watatoka na uwezo, watatoka na nguvu. Baba, asante kwa kuwa hata wale waliokuwa wanatambaa wataanza kutembea, wale waliokuwa wanatembea wataanza kukimbia, wale waliokuwa wanakimbia wataanza kupaa. Baba, ninakushukuru maana hakuna hata mmoja aliyeingia kwenye session hizi Bwana kwa mwezi huu atakayetoka dhaifu. Asante kwa kuwa nguvu zako kwenye hii madhabahu zitaenda kuwawisha watu, zitaenda kuwainua watu, zitaenda kuwasogeza mahali pengine ulipokusudia kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Mfalme wa amani kwa matendo yako makuu uliyokusudia kuyafanya Bwana. Asante kwa kuwa tunajua mahali ambapo hatuna nguvu kwenye familia tunaongezewa uwezo, mahali tulikuwa hatuna nguvu kibiashara tunaongezewa uwezo, mahali tulikuwa tuna nguvu ya kuomba tunaongezewa uwezo, mahali tulikuwa tuna nguvu ya kukesha tunaongezewa uwezo, mahali tulikuwa tuna nguvu ya kutafakari neno lako tunaongezewa uwezo. Father, we give you praise for this month. Father, we give you praise for this month. Asante kwa nguvu zako Bwana, kwa kuwa zinawatoa watoto wako kutoka hatua moja na kuwapeleka hatua nyingine, zinawatoa chini na kuwaeka juu. Asante Bwana kwa kuwa mwezi huu hakuna hata mmoja atakayebaki chini, hakuna hata mmoja atakayechechemea, hakuna hata mmoja atakayetembea atabaki kwenye kutembea. Watoto wako wataanza kuwa na motion, wataongezeka kutoka pale walipo, watakuwa kutoka pale walipo, watafanikiwa kutoka pale walipo. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja uliyemkusudia, kwa ajili ya kila mmoja uliyekumsudia kupitia session hii Bwana, kumuongeza mwezi huu, kumfungua mwezi huu, kumzidisha mwezi huu, kumuongeza mwezi huu. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru in advance. Rapa shakataya repazida balibrade kosheminiata kobrakati kalidia ripazunia zarida ziazalabrade o prahanda kosiradia zalibranda yesa sharadozia kataya epakolivra epeninia azusharida zialabrade kosiata evrahanda kosiata linda eliata elirati zadiata rida ziasashainde o brahangreta sakalibranda rope shakalibrande kosiata katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa siku ya leo. Tunainyunyuzia damu ya Yesu, tunainyunyuzia damu ya Yesu, tunanyunyuzia damu ya Yesu. Tarehe 9 sikia sauti ya Bwana. Tumesimama juu yako kwa mamlaka tulionao katika Kristo Yesu. Tunaisubdue siku ya leo, tunasubdue siku ya leo. We subdue this day under the authority of Christ Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Tunaitisha siku ya leo chini ya mamlaka na nguvu za Kristo Yesu, tukiachilia damu ya Yesu ipite kwenye kila sekunde, dakika na saa ya siku ya leo. Tunaitakasa hata wale Bwana Yesu wako kwenye nchi nyingine ambao hawajaingia kwenye siku mpya. Tunaikamata siku ya tarehe 9 in advance, tunaikamata siku ya leo tarehe 9 in advance, tunaikamata kwa damu ya Yesu. Tunaisubdue chini ya mamlaka ya Kristo Yesu as dominion, kama wenye mamlaka katika Kristo Yesu. Tunaitisha siku ya leo, tunaikamata kwenye ulimwengu wa roho. Tunatamka na kutangaza kwa damu ya Yesu, siku ni hii Bwana ameifanya, tutaifurahia na kuishangilia katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Chochote walicho program kinyume changu, kinyume cha tarasikia sauti yangu na wote tunaowaombea, tunaachilia damu ya Yesu. Tunafuta mashauri ya mataifa, tunafuta makusudi ya kuzimu, tunafuta mipango ya kuzimu waliopanga juu ya siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunaachilia damu ya Yesu kwenye chochote wanachotumia, iwe ni permanent, iwe ni uumbaji wa permanent, iwe ni uumbaji wa kwenye nchi, iwe ni uumbaji wa kwenye waters wanaotumia kinyume chetu. Tunaiachilia damu ya Yesu ya kwenda kuharibu kila frequency
Kila vibration, kila unachotumia kinyume kwa ajili ya kuconnect na sisi, tunafuta kwa damu ya Yesu. Tunaachilia moto wa Roho Mtakatifu, tunaachilia jina la Yesu, tunaachilia damu ya Yesu. We smite your powers, we smite your connections by the fire of the Holy Ghost. Tunaachilia jina la Yesu kwa ajili ya kuharibu kila miundo mbinu wanayotumia kutushambulia, wanayotumia kutufikia. Tunaiharibu kwa moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunakata kila demonic connection kati yetu na ufalme wa giza, kati ya nyumba zetu na ufalme wa giza, kati ya mazingira yetu na ufalme wa giza. Tunakata kwa jina la Yesu, na yeyote aliyepandwa katikati ya maisha yetu, katikati ya familia zetu, katikati ya watoto wetu, katikati ya kazi zetu, kinyume cha kusudi la Mungu, kwa ajili ya kuachilia uharibifu, kwa ajili ya kuachilia vizuizi, kwa ajili ya kuachilia vikwazo, tunasimama kinyume na hiyo mikakati, na hiyo mipango, na hilo shauri alilobeba. Tunaliharibu, 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 tunaliharibu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunatamka na kutangaza kwa damu ya Yesu, hakuna silaha itakayofanyika juu yangu, wala juu atakayesikia sauti yangu, wala juu ya wote tunaoombea itakayofanikiwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hakuna silaha inayotoka kwenye mbingu, inayotoka kwenye nchi, inayotoka kwenye maji itakayotumika kinyume chetu itakayofanikiwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunasimama kinyume na mashauri ya wachawi, na mashauri ya waganga, na mashauri ya walozi, na mashauri ya majenti wa kuzimu wanaotenda kazi usiku na mchana kwenye maeneo tunayoishi, kwenye familia, kwenye koo. Tunasimama kinyume na nguvu zenu, tunazipiga, tunaziharibu, tunaziangamiza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mipango ya kuzimu iliyokuwa imepangwa kutimia siku ya leo juu yetu, tunatamka na kutangaza haitasimama, haitatimia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunarudisha back to the sender kila mlichotuma, chochote ambacho kiko kwenye motion kilichokuwa kinataka kutufikia, tuna reverse back to the sender. We backfire it, we backfire it. Uharibifu wowote, uovu wowote ulioko kwenye motion ambao umetumwa kinyume chetu, ambao unazidi kutusogelea, tunasimama kinyume nao. We smite it by fire, we smite it by the name of Jesus, we smite it by the fire of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus, we smite it, we smite it. Tunapiga kwa jina la Yesu chochote walichokituma ambacho kiko kwenye motion, ambacho kinatembea kinasubiri wakati wake kitimie. Tunaharibu toka kwenye firmament, toka kwenye nchi, toka kwenye maji. Tunaharibu kwa damu ya Yesu chochote uovu wote waliopanga, uliokuwa timeline against me, against anybody in this session. In the mighty name of Jesus, tunaharibu kwa moto. We are releasing fire, we are releasing the ball of fire to destroy whatsoever they have programmed against us that is in motion, by the fire of the Holy Ghost, by the fire of the Holy Ghost, by the fire of the Holy Ghost. We smite it, we smite it, we destroy it in the mighty name of Jesus. Tunaharibu kwa damu ya Yesu, tunateketeza kwa jina la Yesu. Tunatamka na kutangaza kila shauri mlofanya pamoja juu yetu, juu ya familia zetu, juu ya chochote kinachotuhusu, hakitafanikiwa hata kimoja kwa jina la Yesu. Hakitasimama hata kimoja kwa jina la Yesu. Hakitasimama hata kimoja kwa jina la Yesu. Tunatamka na kutangaza, tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani iliyo katika Kristo Yesu. Ni katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu tunaianza siku ya leo kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai nimeomba na kuamini. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mtumishi Rozi kutuongoza kwenye kuabudu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mama alivyosema mtumishi wa Mungu, natamani tumwabudu Mungu. Nasikia nguvu za Mungu kubwa sana kwa habari ya kumwabudu Mungu. Tupite kwenye kumwabudu Mungu leo. Naamini Mungu ni mwaminifu, anaenda kufanya jambo jipya katikati ya maisha yetu.
Unanifikiri mimi, waniwaza sana Bwana, nahitaji kitu gani? Wewe wanitosha. Unanifikiri mimi, waniwaza sana Bwana, nahitaji kitu gani? Wewe unanifikiri mimi, waniwaza sana Bwana, nahitaji kitu gani? Wewe wanitosha. Unanifikiri mimi, waniwaza sana Bwana, nahitaji kitu gani? Wewe wanitosha. Unanifikiri mimi, waniwaza sana Bwana, nahitaji kitu gani? Wewe wanitosha. Lije jua au mvua, yaje mema au mabaya, ninachojua ya kuwa unanifikiri mimi, yaje mema yaje mabaya, ije njaa ije giza, ninachojua ya kuwa unanifikiri. Tumwambie unanifikiri mimi, waniwaza sana Bwana, nahitaji kitu gani? Wewe wanitosha. Niwe na njaa, niwe na chakula, mimi nishibe au nisishibe, ninachojua ya kuwa unanifikiri mimi, nipitishwe nisipitishwe, niwe na shida niwe vizuri, ninachojua ya kuwa unanifikiri bibi, unanifikiri bibi Yesu, waniwaza sana Bwana, nahitaji kitu gani? Wewe wanitosha. Tutamwambia sasa Bwana, wewe wanitosha, wewe wanitosha. Tumwambie Bwana, wewe wanitosha.
tosha. Yesu anatutosha peke yake. Wewe wani tosha Bwana Yesu, wewe wani tosha. Hata nipite wapi, wewe wani tosha. Kimbilio langu, wewe wani tosha. Msaada wangu, wewe wani tosha. Ni faraja yangu, wewe wani tosha. Tumwambie Yesu, wewe wani tosha. Wewe Bwana, wewe wani tosha kwenye maisha yangu, wewe wani tosha kazini kwangu, wewe wani tosha kwenye ndoa yangu, wewe wani tosha na watoto wangu, wewe wani tosha biashara yangu, wewe wani tosha. Wewe Yesu, wewe wani tosha. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombayo. Natamani kila mtu amwambie Bwana, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombayo, zaidi ya niwazavyo, zaidi ya niombayo. Unaweza kufanya, unaweza Yesu, unaweza, unaweza kufanya, unaweza, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombayo, zaidi ya niombavyo, zaidi ya niwazavyo. Yesu, unaweza kufanya, unaweza Yesu, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombayo. Tumwambie, unaweza kufanya. Ili haya maneno, unaweza kutenda, declare mambo makubwa zaidi ya niombayo, zaidi ya niombayo, zaidi ya matarajio yangu. Unaweza kufanya, unaweza Yesu, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo,
zaidi ya niombayo, zaidi ya niwazavyo, unaweza kufanya, unaweza Yesu. Hii ni haja ya moyo wangu Baba, hii ni haja ya moyo wangu, nikae nawe, nikae nawe, nikae nawe Bwana. Mwambie Yesu siku wa leo, hii ni haja ya moyo wangu, ninakiri hii ni haja ya moyo wangu Yesu, nikae nawe, nikae nawe, nikae nawe Bwana, nikae nawe, nikae nawe, nikae nawe Bwana. Baba, hii ni haja ya moyo wangu usiku wa leo, ni haja ya moyo wangu, nikae nawe, nizungumze nawe, niseme nawe Bwana, nikae nawe, niombe nawe, niseme nawe Bwana. Tumalizie tumwambie Bwana, hii ni haja ya moyo wangu. Baba, hii ni haja ya moyo wangu Yesu, nikae nawe Yesu, nikae na wewe, nikae nawe Bwana. Kila mmoja mwambie Bwana, nikae nawe, nikae nawe. Ndio Bwana, nikae na wewe, nikae na wewe, wewe Bwana, my Lord, my Lord. Niseme nawe, niseme nawe Yesu, niseme nawe Bwana. Haleluya. Tuna kila sababu ya kumwadhimisha Bwana kwa uaminifu wake, kwa rehema zake, kwa matendo yake makuu ambayo ametutendea. Kila mmoja ana kila sababu ya kumshukuru Mungu. Tunajua kabisa kuna mambo mengi ambayo unahakika Mungu amekutendea, amekufanyia. Kafanyia watoto wako. Tuna session siku ya Jumamosi. Wale walioshiriki session za watoto, naamini kabisa wameuona mkono wa Bwana kwenye maisha yao. Haleluya. Basi wakati huu ni wakati ambao tunaenda mbele za Mungu kwa ajili ya kuomba toba na rehema kwa ajili yetu sisi wenyewe. Tutaenda kuomba rehema na toba kwa ajili ya familia na wale wote tunaowaombea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu na wake la saa tukizungama dhambi zake anatusamehe wala maovu yetu hayakumbuki tena. Baba, katika jina la Yesu tunanyenyekea tena mbele zako tukaribia kiti chako cha neema kwa ujasiri kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Baba, tukisema tujafanya dhambi tunajidanganya wenyewe. Tuko mbele zako Bwana kwa damu ya Yesu tukiomba toba na rehema na msamaha kwa namna mbalimbali. Mungu, yamkini tumekukosea kwa kujua, kwa kutokujua, kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Tunakuomba Baba uturehemu kama makuhani. Mahali popote tunapoonekana Bwana Yesu hatujatosha, tunaomba utusamehe. Turehemu Mungu wa neema kuingia kwetu, kutoka kwetu
kwetu, kuwaza, kunena, kutenda kwetu. Tusamee Bwana Yesu, turehemu, tutakase, tusafishe na kila uovu na kila dhambi na kila hatia. Tunakuomba Bwana Yesu tuhurumie mahali popote ambapo Mungu tumefungua mlango kwa adui, iwe ni kwa kujua au kwa kutokujua. Baba tunakuomba uturehemu. Baba tunakuomba uturehemu. Baba tunakuomba uturehemu. Sawa sawa na fadhili zako turehemu. Kiasi cha wingi wa rehema zako turehemu. Baba tunakuomba kwa kadri ya wingi wa rehema zako uyafute kabisa maovu yetu na makosa yetu na dhambi zetu. Maana umesema unatusamee kwa ajili yako mwenyewe, na umesema ukitusamee dhambi zetu uzikumbuki tena. Asante Bwana Yesu kwa kuwa ulichukua dhambi zetu na makosa yetu. Asante kwa kuwa ulichukua uovu wetu. Nasi tumekuwa mbele zako kwa ujasiri huu tukikushukuru kwa kuwa tunaamini kabisa Bwana, kwa kuwa tumeungama, umetusikia na umetusamee kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Yesu kwa kutusamee. Asante kwa kututakasa. Asante kwa kutusafisha. Asante kwa kutuondolea kabisa uovu, dhambi na makosa yetu yote. Nasi sasa kama makuhani tunasimama kwenye nafasi kwa damu ya Yesu, tukiomba toba na rehema na msamaha kwa ajili ya familia zetu, ndugu zetu, jamaa zetu, mlango wa baba na mlango wa mama. Tunaomba toba kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya ndoa. Tunaomba toba kwa ajili ya mazingira yote yanayotuhusu. Baba tunanyunyiza damu ya Yesu kikusikwa kadri ya wingi wa rehema zako Yesu. Samee maovu yoyote yanaonekana kwenye familia na yasioonekana. Tunatubia uovu wa kwenye mioyo, uovu wa kwenye mawazo. Baba tunaachilia damu ya Yesu, tunaomba toba. Tunaomba toba Bwana Yesu, samee. Tunakuomba Yesu, samee maovu yote, dhambi zote, hatia zote, uasi, machukizo ambayo yanaonekana yasioonekana. Baba tunaomba toba kwa ajili ya mioyo ya watu na yale yanayoendelea kwenye akili za watu yasio sawa sawa Bwana, juu yetu au juu ya yote kwenye familia. Baba tunaomba samee, tunaomba rehemu. Baba tunakuomba samee, tunaomba rehemu. Baba tunakuomba samee, tunaomba rehemu. Tunaachilia damu Yesu kwenye mazingira yetu yote. Baba tusamee kwa namna mbalimbali kwenye familia. Yamkini kuna yeyote kwenye familia amefungua mlango kwa adui. Baba tunaachilia damu Yesu kwenye mlango wote ulioko wazi kwa sababu ya makosa, dhambi na uovu. Tunaachilia damu Yesu juu ya hiyo dhambi, makosa na uasi uliofanyika, hata ikawa Bwana kuna mlango uko wazi. Baba tunaachilia damu Yesu kusimama kwenye nafasi, Mungu wa neema, tukitubia hiyo dhambi, hayo makosa, hiyo hatia ambayo Mungu imefungua mlango kwa shetani, imefungua lango la kuzimu. Tunaomba toba Yesu, tunaomba toba Yesu, tunaomba rehema Yesu. Samee kwa ajili ya hicho kilichofanyika, kilichofungulia uharibifu, kilichofungulia mateso, kinachofungulia maangamizo, kinachofungulia mauti, kinachofungulia magonjwa, kinachofungulia mateso, kinachofungulia kukandamizwa na kuonewa. Baba tunaachilia damu ya Yesu kwenye mlango wote ulioko kwenye ardhi ya familia, ulioko kwenye lango la familia, ulioko kwenye familia ambao Mungu umekuwa mlango wazi wa kuingiza demonic attacks. Baba tunaomba toba. Baba tunaomba toba dhidi ya uhalali wowote shetani alionao kwenye familia, alionao kwa watoto, alionao kwenye ndoa, alionao kwenye biashara, alionao kwenye uchumi, alionao kwenye kazi, alionao kwenye mazingira yetu yote ambao anautumia Mungu wa neema. Baba tunatubu kwa kile kilichofanyika, hata ikawa huo mlango ukafunguka. Baba tunakuomba samee. Baba tunakuomba samee. Baba tunakuomba samee. Baba tunakuomba samee hata milango iliyoko wazi kwenye biashara na makampuni tunayofanya kazi. Baba tunaachilia damu ya Yesu kwenye hayo mazingira. Tunakuomba samee Bwana Yesu na kurehemu dhidi ya kile kilichofanyika, hata ikawa lango likafunguka na adui ameingia na anashambulia na anapinga na anazuia na anaharibu na anaangamiza na anaua. Yesu samee, Yesu samee, Yesu samee, Yesu samee. Rapashakataya, rapeshakatai, amiakozinia, rapashilidiata, ropekolivahanda kosinia, rashelita, kobrahanda kosila brahanda kosiata inda, repashunia radiazakataya. Baba samee, Baba samee, Baba samee, Baba samee. Na ndipo sasa tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la mitaa tulioko. Tunasimama kama makuhani wa mitaa, tunaachilia damu ya Yesu kwenye mtaa tulioko. Baba ninaomba toba kwa ajili ya maovu, kwa ajili ya uasi, kwa ajili ya machukizo yanayofanyika kwenye mtaa, yanayowapa nguvu territorial spirit kuvamia mtaa, kushambulia mtaa, kuoperate kwenye mtaa, kuharibu mtaa, kushambulia mtaa, kuharibu atmosphere kwenye mtaa. Baba tunaachilia damu ya Yesu tukiomba toba kwa ajili ya uovu wa kila kichwa kichoko kwenye mtaa,
kwa ajili ya uovu wa wageni walioko kwenye mtaa, kwa ajili ya uovu ya wenyeji walioko kwenye mtaa, nyumba kwa nyumba, kichwa kwa kichwa, kaya kwa kwaya, barabara kwa barabara. Baba, tunaachilia damu ya Yesu, tunamwaga damu ya Yesu kwenye makaburi yalioko kwenye mitaa, kwenye viwanja viko kwenye mitaa, kwenye njia panda ziko kwenye mitaa, kwenye barabara za T-junction ziko kwenye mitaa. Tunamwaga damu ya Yesu. Baba, tunaomba toba kwa ajili ya maovu yanayoendelea, kwa ajili ya uovu unaoendelea. Tunaomba Baba samehe, tunaomba Baba rehemu. Tunaimwaga damu ya Yesu kwenye mitaa tuliopo. Tunautakasa, tunasafisha, tunautakasa, tunausafisha kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba wa rehema, Baba wa neema, tunakushukuru kwa kweli mwaminifu. Wewe umejaa huruma, wewe umejaa neema. Unasamehe uovu tunapoomba rehema, unasamehe makosa tunapotubu. Baba, tunakushukuru kwa kuwa umeturidhia na kutusikia, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tumeomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa kwenye mwezi wa kuvikwa nguvu na uwezo, kuna kitu kimoja natamani tukifanye sasa hivi. Neno la Mungu linasema kwenye Isaya 52 mstari wa kwanza na wa pili, anasema, amka amka, jivike nguvu zako, e Sayuni, jivike mavazi yako mazuri, e Yerusalemu, mji mtakatifu, kwa maana tokea sasa ataingia ndani yako asiyetairiwa wala aliyetasa. The point nataka tuifanyie kazi sasa hivi. Jikungute mavumbi yako uondoke. Jikungute mavumbi. Tunaenda kujikunguta kwa njia ya damu ya Yesu. Tunaiachilia damu ya Yesu kwa ajili ya kutukunguta. Chochote ambacho hakiko sawa sana makusudi ya Mungu kwenye nyumba zetu, kwenye mazingira yetu, kwa watoto, kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye kazi, wewe jikungute. Mwambie Bwana Yesu, chochote ambacho si cha kwako, ambacho iko kwenye afya, kwenye eneo lote linalonihusu, jikungute. Sema, Baba, katika jina la Yesu, sema, Baba, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu Kristo aliye hai kwenye mazingira yangu yote, kwenye nafsi yangu, roho yangu na mwili wangu, kwenye afya yangu, kwenye mazingira ya familia, kwenye mazingira ya watoto na ndoa, kwenye mazingira ninayoishi. Chochote kisicho sawa sawa kilichoko kwenye mazingira yangu, ninaiachilia damu ya Yesu Kristo aliye hai. Ninajikunguta kwa damu ya Yesu. Ninajikunguta kwa damu ya Yesu dhidi ya uharibifu wowote, dhidi ya chochote kisicho sawa sawa kilichokaa kwenye mazingira yangu, kilichoachiliwa kwenye mazingira yangu, na ya wote ninaowaombea, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, sawa sawa na neno la Bwana. Ninajikunguta kwa damu ya Yesu. Jikungute Baba kwa damu ya Yesu. Baba, kwa damu ya Yesu ninajikunguta. Ninakunguta uzao wangu, ninakunguta ndoa yangu, ninakunguta familia yangu, ninakunguta ndugu zangu, ninakunguta biashara zangu, ninakunguta mazingira yangu, ninakunguta huduma ya RDF dhidi ya chochote kilichoachiliwa na territorial spirit, na territorial witchcraft, na territorial spirits, kwa damu ya Yesu. Chochote kile kisicho cha sawa sawa kilichoachiliwa kwenye lango la ndoto, kwa damu ya Yesu ninajikunguta. Na kunguta uzao wangu, na kunguta mwenza wangu, na kunguta afya yangu, na kunguta kama mtu akungutavyo nguo. Naachilia damu ya Yesu. Najikunguta dhidi ya uchawi, dhidi ya uganga, dhidi ya ulozi, dhidi ya magonjwa,
magonjwa najikung'uta, magonjwa yaliyotuvamia, magonjwa yanaonekana na yasionekana, tunajikung'uta dhidi ya uharibifu, dhidi ya mateso, dhidi ya kushindwa, tunajikung'uta na kila roho iliyoachiliwa kwenye mazingira yetu, tunakung'uta mazingira yetu, tunakung'uta nyumba zetu, chochote kilicho kwenye nyumba zetu kisicho sawa sawa, tunajikung'uta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakung'uta akili zangu, ninakung'uta sura yangu, nakung'uta jina langu, na chochote kile kilichoachiliwa kwenye jina langu, kwenye mikono yangu, kwenye miguu yangu, kwenye sauti yangu, najikung'uta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Chochote kile kisicho sawa sawa kilichonivaa, najivua, najikung'uta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nakung'uta uzao wangu, nakung'uta familia yangu, chochote kile kilichovamia, kilichovaa, nawavua, nakung'uta, tunajivua kila alichotuvalisha, najikung'uta magonjwa, najikung'uta mateso, najikung'uta uharibifu, najitakasa na chochote kile kilichoachiliwa kinyume na kusudi ya Mungu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nakung'uta atmosphere iliyoko juu ya kichwa changu, inaonizunguka, iliyoko juu ya nyumba yangu inayozunguka, nakung'uta kila demonic atmosphere iliyowazunguka watu nawaombea, nakung'uta kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunajikung'uta marapa shakataya repazina marido lebradekosia repa shakataya. Tunajikung'uta kila uchawi, tunajikung'uta kila uchawi, kila uganga, kila ulozi, tunajikung'uta, tunajivua kila uchawi, tunajivua kila uganga, magonjwa yaliyotuvaa, uharibifu uliotuvaa, tunajikung'uta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nakung'uta macho yangu, nakung'uta masikio yangu dhidi ya chochote kilichoachiliwa kwenye macho, kwenye masikio, nakung'uta kila kilichoachiliwa kwenye chumba cha akili, chochote kwenye akili yangu, nakung'uta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Asante Bwana Yesu kwa uaminifu wako, asante kwa nguvu zako Baba. Sai kwa jina la Yesu ninafungulia atmosphere ya moto wako juu yetu, ndani yetu na kati yetu. Nafungulia atmosphere ya uweza wako, nafungulia atmosphere ya kuomba, nafungulia atmosphere ya kukesha, nafungulia atmosphere ya kukutafuta sana, nafungulia atmosphere ya kutafuta uso wako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nafungulia atmosphere ya roho saba za Mungu kuwa juu yetu, kuwa juu yako, kuwa juu yangu, kuwa juu ya mazingira yetu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nafungulia atmosphere ya afya njema, nafungulia atmosphere ya uzima, nafungulia atmosphere ya haki, nafungulia atmosphere ya holiness, nafungulia atmosphere ya fire kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Mungu mwenye nguvu, tunalibariki na kulinua jina lako takatifu kwa kuwa unastahili Bwana. Ni kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Haleluya. Bwana Yesu, asante tena kwa ajili ya wakati huu tunapoingia kusikia kutoka kwako. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya makusudi yako makamilifu uliokusudia kuiachilia kwetu siku ya leo. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa tunajua uko katikati yetu tayari kwa ajili ya kutufunulia siri zilizositirika ambazo hatuzijui, kwa habari ya nguvu na uweza kutoka juu. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, asante kwa kila mmoja kwa namna yake utamsaidia kuweza kujua anatakiwa fanye nini pale alipo dhaifu, pale ambapo hana nguvu.
Asante Mungu wetu kwa kuwa utatujalia kuzijua siri zilizositirika ndani yetu na kila mmoja kushinda kwenye eneo ambalo ameshindwa. Baba, ninakubariki na kukuinua. Asante kwa kuwa Roho Mtakatifu utatuingiza ndani zaidi ya kuweza kutambua na kujua umuhimu wa kuwa na nguvu, wa kuwa na uwezo. Ni kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai tumeomba na kuamini. Amen. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi wa 4. Tuko kwenye mwezi wa kuvikwa nguvu na uweza. Bwana Yesu asifiwe. Tukiamini kabisa Mungu kwa namna tofauti atatusaidia. Na leo tukianza session hii za mwezi huu, tunaanza na kichwa cha habari kinachosema Bwana na kuomba unikumbuke nitie nguvu mara hii tu. Bwana na kuomba unikumbuke nitie nguvu mara hii tu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaenda kwenye kile ambacho tunaendelea kukifanya siku ya leo, kila mmoja lazima abaini na kujua kwamba maisha ni siri. Maisha ni mystery. Na katika kitu ambacho shetani amejitahidi kwa kiasi kikubwa ni kuhakikisha kwamba hatujui siri. How we operate. Ni namna gani tunaweza tukatembea kwenye maisha ya ushindi na tusiwe defeated kwenye maeneo mengi. Na kila mmoja ambaye ameitwa katika Kristo Yesu lazima ajue toka umeokoka umeingia vitani. Toka umempokea Yesu na kumkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako uko vitani. Unashindana na nguvu nyingine. Unashindana na roho nyingine. Kwa ina maana hauko sehemu ambayo ni comfort. Hauko sehemu ambayo haina turbulences. Tuko kwenye mawimbi, tuko kwenye kushindana. Bwana Yesu asifiwe. Na kama unashindana, ina maana kuna upande ambao unashinda au upande unashindwa. Na katika njia kubwa ambayo Mungu ametusaidia na kutuwezesha na kutufanikisha sana tulipookoka ni kumruhusu Roho Mtakatifu kukaa ndani yetu. Kwa kuwa ukifuata maelekezo ya Roho Mtakatifu na ukifuata zile channel 7 za roho 7 za Mungu, ni rahisi sana kutembea kwa ushindi kwenye maisha yetu. Lakini asilimia kubwa tuna struggle kwa sababu Roho Mtakatifu hajapata nafasi kubwa kwenye maisha yetu kutuongoza au kutusaidia. As we know, Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Haleluya. Roho Mtakatifu ni mkono wa Mungu. Roho Mtakatifu ni kidole cha Mungu. Roho Mtakatifu ni kiongozi. Anajua yote. Anaweza yote. Ndio maana anasema si kwa nguvu wala kwa uweza bali kwa Roho Mtakatifu. Kwa ina maana kwa nguvu zako mwenyewe, kwa nguvu zangu mwenyewe jambo lote hatuwezi. Lakini katika kitu ambacho shetani ameweza kututoa sana ni kuwa so much to ourselves, so much to our problems, so much to our troubles, so much kwenye mazingira yanayo tunayoyapitia. Tukawa blinded kiasi kwamba hatuoni sasa nafasi ya Roho Mtakatifu kutusaidia hata kwenye hizo changamoto. Mungu atusaidie kuweza kucapture kile ambacho Mungu atatusaidia leo. Kuna watu ambao kitoka mwezi huu hakuna kitakacho kushinda. Kwa sababu utakuwa unaweza mambo mengi kwenye maisha kwa sababu umempa Roho Mtakatifu nafasi yake kukuongoza na kukuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kupitia channel 7 za Roho Mtakatifu kuna roho ya hekima, ufahamu, maarifa, shauri, uweza, kumcha Bwana. Hizi channel ziko chini ya Roho Mtakatifu. Ndio maana tukisoma kwenye ile saa 9 anasema kutakuwa na chipukizi na Roho wa Bwana atakuwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwenyewe alioperate kupitia hizo roho 7. Roho wa Bwana alikuja juu yake, ndipo akaanza cooperate. As we know. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu ni Mungu, alioperate chini ya Roho Mtakatifu. Je, nataka niulize, kwako na mimi tunamhitaji Roho Mtakatifu kiasi gani? Kwa sababu yeye ndio nguvu tunayoitegemea. Na kwenye wokovu huwezi kushinda bila Roho Mtakatifu. Huwezi. Anasema pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Pasipo mimi ninyi hamwezi neno. Unajua maana ya neno lolote? Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuwaze. Na sasa hivi na wewe mwenyewe unajua ni maeneo mangapi wa defeated. Umeshindwa.
Kwa sababu eneo lote ambalo umeshindwa kushinda, ina maana huna nguvu juu ya hilo eneo. Na kwa nini huna nguvu juu ya eneo? Ina maana Roho Mtakatifu hujampa nafasi ya kukusaidia kuweza kushinda hicho kipengele ambacho umeshindwa. Wakati umefika kujifunua kwa Roho Mtakatifu, usijitutumue. Usijitutumue. Tumejitutumua vya kutosha. Tumejitahidi vya kutosha. Lazima tufike mahali pa kusarenda kwa Roho Mtakatifu na kumwambia Roho Mtakatifu, hili eneo limenishinda. Nahitaji nguvu zako. Nahitaji uweza wako. Naomba uniongoze cha kufanya. Lazima tufike kwenye total surrender. Eneo lote unaliona kabisa you are defeated. Umeshindwa. Hauwezi. Anasema pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Ni wakati wa kufika kumwambia Mungu, ili eneo kwa kweli nimejitahidi Bwana, nimeshindwa. Roho Mtakatifu naomba uingilie kati, uniwezeshe, unisaidie ili niweze kuovercome hii situation. Haleluya. Kwa hiyo kufuata maelekezo ya Roho Mtakatifu na zile na roho sawa zoko chini yake ni rahisi sana kwenye maeneo mengi kushinda, kupitia nuru za Mungu zinazoachiliwa kupitia Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu au uumbaji wowote unatunzwa au kuwa sustain na nguvu nyuma yake. Hakuna mtu yeyote ambaye chochote anakifanya hakuna nguvu nyuma yake inasababisha hicho kitu kwenda. Kuna nguvu inasababisha hicho kitu kwenda. Au Mungu ameweka nguvu ndani ya kila kitu, kila kiumbe, kila uumbaji. Una nguvu inasababisha kinakwenda. Kiko sustain kwa nguvu. Iwe ni jua, lina nguvu inasababisha ile jua linakwenda. Iwe ni mwezi, ina nguvu inasababisha ile mwezi una function. Kila kitu kina function kutokana na nguvu ambayo iko nyuma ya kila kitu kwenda. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza kwenda pasipo nguvu. Na tuna nguvu za aina mbili. Kuna nguvu za giza na nguvu za Mungu. Kuna nguvu za giza na nguvu za nuru. Kuna nguvu za shetani na nguvu za Mungu. Kote huku kuna nguvu. Na siku zote hizi nguvu zinashindana. Na mwanzo hapa nimetangulia kusema toka umeokoka umeingia vitani. Kwa hiyo toka umeokoka uko kinyume na nguvu za giza. Kwa hiyo ni nuru inashindana na giza. And as we know, nuru ni mamlaka juu ya giza. Nuru ina nguvu juu ya giza. Nuru ina uweza juu ya giza. Nuru ni mfalme juu ya giza. Lakini kwa nini basi, pamoja na kwamba sisi ni nuru, pamoja na kwamba sisi tuko kwenye ufalme wa nuru, pamoja na kwamba tuko kwenye ufalme wenye nguvu, kwa nini basi tunashindwa? Ni kitu gani kinakosewa? Pamoja na kwamba mnasema nuru yang'aa gizani, wala giza haliwezi. Yesu anasema ninawatuma kama nuru. Je, pamoja na kwamba sisi ni nuru, tunaangaza, kwa nini basi tunashindwa? Ni kitu gani ambacho tumeshindwa kwa line? Ni kitu gani ambacho tumeshindwa kukiachilia? Ni kitu gani ambacho sisi hatujakijua? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila uumbaji, wewe hapo ulipo, you function through powers. Na kuna nguvu za kiungu ambazo ziko nyuma yako ndio zinasababisha una function. Na pia kuna nguvu ambazo sio za Mungu pia zinasababisha una function kwenye eneo lote la maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vitu vya muhimu sana kujua. Mfano, nafsi yako ina nguvu inayosustain nafsi yako. Sasa inategemea wewe umefungulia nguvu gani inayotunza nafsi yako. Ni choice. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu inayosustain mwili. Kama ninavyosema neno la Mungu kwamba damu ni uzima wa mwili. Kwa damu inautia mwili uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kuna roho. Ndani ya roho zetu kuna Roho Mtakatifu. Kuna roho wa Mungu anayetia nguvu roho zetu. Kwa hiyo kuna nguvu iliyoko nyuma ya nafsi yako, nyuma ya mwili wako, nyuma ya roho yako.
Sasa inategemea ni nguvu gani inayoperate nyuma ya. Unapoona umaskini, kuna nguvu ya umaskini iliyoko nyuma ya umaskini uliopo. Na unapoona umaskini umeshabiri kwenye familia, kwenye maisha ya mtu, ina maana huyo mtu ana nguvu, ana authority ya kutosha ya kushinda ule umaskini. Hajaweza kucultivate enough kuwa na nguvu ya kutosha kushinda ule umaskini. Kwa kuwa ukitaka kushinda nguvu nyingine, lazima uwe na nguvu inaozidi hiyo nguvu unayoshindana nayo. Huwezi kushinda nguvu ambayo imekuzidi wewe. Ina maana na authority over you. Na ili uweze kushinda, lazima ugain authority juu yake ili uweze kushinda hiyo nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo damu ni uzima wa mwili. Kwa hiyo damu ina sustain mwili, ndio nguvu ya mwili. Na as we know, damu ina uzima ndani yake. Kwa ule uzima ulioko kwenye damu pia ndio unaosustain mwili kuwa na uzima. Haleluya. Kuna connection kati ya damu yako na mwili wako. Kuna connection kati ya damu yako na nafsi yako. Kwa ukifungulia matendo ya mwili, shetani atapitia matendo yako ya mwili, ataoperate kwenye damu yako, ndio utakuta sasa mtu anapata magonjwa, afflictions mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza ni namna ya kujua kwamba eneo lolote ambalo umefeli, eneo lolote ambalo unaona hauna nguvu, iwe ni kwenye familia, iwe ni kwenye ukoo, ina maana kuna mtu ambaye anatakiwa asimame, akae mahali pasiri, amtafute Mungu, againi nguvu, apate uwezo wa kuovercome ile situation. Pasipo nguvu huwezi kuovercome situation. Haleluya. Mtu mwingine anaweza kusema Mungu yuko ndani ya roho, yuko ndani yangu, Yesu yuko ndani yangu, lakini bado kwa nini nashindwa? Mbona naomba sana? Je, unaomba kwa maarifa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna kuomba alafu una maarifa. Kwa sababu maarifa pia ni nguvu. Maarifa ni nguvu. Maarifa yanayoingizwa kazini ndio yanasababisha ku unlock vitu. Haleluya. Tunatakiwa kuishi kwa nguvu itendayo kazi ndani, inayotoka ndani. Roho Mtakatifu ndani yetu ana sababu ya kuwa ndani. Hatutaki kutegemea nguvu inayotoka nje kutenda kazi kutoka nje kuja ndani. Roho Mtakatifu ndani yetu, ndani ya roho zetu, ndiye anatakiwa kuoperate kupitia roho zetu, kutoka kwenye roho kuja kwenye nafsi, kuja kwenye mwili. Ndio maana hapa juu nikasema ya kwamba tunatakiwa kuishi na maelekezo ya Roho Mtakatifu, kwamba unatakiwa kuacknowledge Roho Mtakatifu uliyepewa, maana ndiye mwenye nguvu ya kukusaidia kushinda kila changamoto. Ukisha acknowledge, ata guide your soul, atatia nguvu nafsi yako, atakuguide, atakupa maarifa, atakuongoza, atakupa uwezo wa kuweza kushinda mazingira ya nje yanaonekana mwilini. Lakini kitu ambacho shetani amefanyikiwa ni blind. Tumekuwa busy sana kuangalia changamoto, mateso, shida, tukasahau nguvu ya kushinda. Ni lazima kila mtu Mungu amsaidie kuweza kurudi kwenye source of power. Source of victory is in you. Haiko nje yako. Source of power is in you. Haiko nje yako. Source of maamuzi sahihi iko ndani yako, haiko nje yako. Ndio maana unaweza ukaona mtu ambaye unakuta amesoma sana, anapaka hata PhD, lakini anafanya vitu ambavyo huwezi kuelewa. Anafanya maamuzi ambayo hata mtu ambaye hajasoma hawezi kufanya. Kwa nini? Na unaweza kukuta mtu huyo pia ameokoka. Ina maana huyu mtu yuko disconnected na power inaweza kumsaidia kufanikiwa kwenye eneo ambalo yupo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima turudi kwenye source. Alafu sio kazi.
Ni kugeuka tu na kumwambia Roho Mtakatifu, nimetambua wewe ni chanzo cha nguvu yangu. Wewe ni chanzo cha kufanikiwa kwangu. Wewe ni chanzo cha nguvu yangu. Leo nimerudi kwako. I surrender. Hili eneo limenishinda for so long. Naomba unisaidie. Naomba unipe nguvu ya kushinda hii situation. Ukakaa kwenye secret place for long time, na kuambia utajikuta una gain hiyo nguvu ya kushinda hiyo situation. Lakini shida inakuja ni kwamba situation inakuja unakuta tunaanza kuitatua kwa akili zetu wenyewe. Tunaanza kuitatua kwa nguvu zetu wenyewe. Tunaanza kuitatua kwa kutegemea uwezo wetu wenyewe. Ndipo mahali tulipofeli. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ni nguvu ya uzima. Anasema tutaishi kwa kila neno, bali kwa kila neno, hatutaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Akimaanisha hatutaishi kwa maneno yaliyoandikwa kwenye Biblia, yale maandishi, bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu ni lipi? Ni lile ambalo limepitia kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema andiko huua, bali Roho ndiye atiaye uzima. Kwa hiyo unaposoma neno lisipokuwa na uvuvio wa Roho Mtakatifu linaua. Linaua. Ndio maana kuna wengi wanajua scriptures kuanzia Genesis mpaka Ufunuo, lakini maisha hayajabadilika. Mazingira hayajabadilika. Tabia zake hazijabadilika. Kwa sababu gani? Roho ndiye atiaye uzima kwenye lile neno unalolisoma, kwenye lile neno ambalo unalifuatilia kila siku. Usipo Roho Mtakatifu asipotia uzima, ambaye ndiye source ya nguvu ya hilo neno la Mungu kuwa na nguvu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lazima turudi kwenye source of power. Neno la Mungu lisilovuviwa na Roho Mtakatifu halina nguvu, linaua. Sio neno langu la Mungu linasema andiko huua, bali Roho ndiye atiaye uzima. Watu wengi tumekaa kwenye neno na shangaa unalitumia neno lakini halifunction. Roho Mtakatifu amevuvia hilo neno. Maana ndiye anaitia nguvu hilo neno ili lilete matokeo, ili lifungue milango, ili libadilishe hizo changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu ni nguvu. Ina nguvu ya uzima. Jina la Yesu lina nguvu juu ya mamlaka zote. Haleluya. Ni wakati umefika sasa kila mtu ajitathmini ni eneo gani umefeli for long time. Huu mwezi lazima tuanze kutafakari, na lazima tuchukue sasa hatua za makusudi ya kusema hii situation ni lazima ibadilike. Na haitabadilika kwa maneno matupu. Haitabadilika kwa kuwaza tu. Haitabadilika bila kuchukua hatua. Una kazi ya kufanya. Haitabadilika sometimes kwa kukiri tu. Kuna kazi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunategemea nguvu za Mungu au nguvu za nuru kufanya kazi. Hakuna mtu asiendeshwa na nguvu nyuma. Kila channel ya akili mwili wako inaendeshwa na nguvu nyuma. Kila kitu unachokiona kinadhirika kwako ni udhirisho wa nguvu inayotawala au uliojidhili kwayo. Narudia, kila kitu unachokiona kilichodhirika kwako au kilichoko kwenye udhirisho ni nguvu inayotawala au uliojidhili kwayo. Iwe ni nguvu nzuri au ni nguvu mbaya. Unapoona mtu anacheka ni roho ya kicheko. Hiyo ni nguvu. Unapoona mtu anakimbia ana nguvu inayosababisha anaweza kukimbia. Iko nyuma yake. Unapoona mtu analia ni roho ya kilio, ni nguvu hiyo. Unapoona mtu amelala ni roho ya usingizi, ni nguvu hiyo.
Kwa hiyo kila kitu kina roho ina function nyuma, na hiyo roho ni nguvu inayoempower hiyo kitu kinaonekana, inaofanya hicho kitu kimedhihirika, na pasipo nguvu hakuna chochote kinachoweza kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Jua haliwezi kuangaza pasipokuwa na nguvu nyuma inasababisha liangaze. Mwezi hauwezi kuangaza pasipo nguvu nyuma yake inasababisha iangaze. Nyota haziangazi pasipo nguvu nyuma yake. Dunia yenyewe iko sustain, kuna nguvu inaoperate kwenye dunia inasababisha dunia inazunguka. Ardhi unayoiona hivi ina nguvu inasababisha iko sustain na nguvu. Unavyoona bahari, kuna nguvu inayosustain bahari. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongea kitu cha muhimu kukusaidia kuweza kushinda na kugain authority kwenye kila kipengele ambacho umeshindwa, iwe ni cha familia, iwe ni cha ukoo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye neno la leo tulikuwa tumesoma kwenye habari ya Samsoni. Waamuzi 16:22 asema, lakini zile nywele za kichwa chake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa kwake. Waamuzi 16:22 asema, lakini zile nywele za kichwa chake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa kwake. Sasa hapa tunaona Wafilisti walimkamata Samsoni. Kama tunavyojua historia nyuma, asili ya nguvu yake ilikuwa kwenye nywele zake. Asili yetu ya nguvu ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Wafilisti walikuwa blinded. Walipomtoa Samsoni ili awachezee, walisahau kwamba asili yake imeshaanza kuota. Neno linaposema kwamba zile nywele za kichwa chake zikaanza kukua, ina maana asili yake ilianza kuchipuka tena. Asili ya nguvu yake ilianza kuchipuka tena, ikimaanisha kwamba ndani ya kila mtu kuna asili ya nguvu. Kuna kiwango cha nguvu, kuna root ya nguvu ulionayo. Pamoja na kwamba kwa jinsi ya kawaida unaweza kujiona una nguvu, lakini una nguvu. Sema una kiasi cha nguvu. Na kiasi cha nguvu kilichoko ndani yako kinatakiwa kiwe cultivated, kinatakiwa kiwe amplified, kinatakiwa kichochewe, kiongezeke, kiwe juu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona baada ya Samsoni ninaposema kwamba lakini nywele zake kichwa chake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa kwake, tunaona Samsoni akimwomba Mungu tena amuongezee uwezo. Na ndio inabeba kichwa cha habari ambacho kinatuongoza, anasema Bwana nakuomba unikumbuke, nitie nguvu mara hii tu. Na tunaona neno la Mungu nasema kwa Mungu akamtia nguvu. Nguvu zilimshukia, lakini kulikuwa kuna connection kati yake na zile nywele zilizoota. Na ni kitu ambacho shetani alikuwa blinded. Maadui wa Samsoni walikuwa blinded, hawakuona zile nywele. Lakini wangeona zile nywele, hata kile kipisi cha nywele choweza kuota wangenyoa. Ina maana zile nguvu zisingeweza kuachiliwa pale. Kwa niko hapa mahali hapa kukutia moyo, si kwamba una nguvu, unazo. Yaani nguvu ya dhidi ya situation ulionayo, unayo. Nguvu dhidi ya umaskini ulionao, unayo. Nguvu ya kushinda changamoto ulizonazo, unayo. Sema unacho kiasi cha nguvu. Unayo sehemu ya nguvu. Kwa unatakiwa ucultivate hiyo nguvu kwa njia ya Roho Mtakatifu ili uweze kufikia viwango vinavyotakiwa kuangusha adui yako, kuangusha changamoto zako, kuangusha situations zinazoendelea. Una nguvu ya kushinda changamoto yoyote ulionayo. Mimi nakuambia unayo. Iko ndani yako. Iko ndani yako. Haleluya. Kwa hiyo ukisoma kwenye neno la Mungu ambalo sijaikoti, lakini kwa muda wako utaisoma Wakorintho wa 2:12 sema nasema manifestation of the spirit has given to everybody to profit with it, with all. Yaani udhihirisho wa nguvu amepewa kila mwanadamu. Kwa kila mtu ana uwezo wa kudhihirisha nguvu. Ana uwezo wa kudhihirisha kitu.
Huo uwezo kila mtu anao. Kudhihirisha kitu kizuri au kitu kibaya, huo uwezo tunao ndani. Ni wanasema tukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa kuliko tuyawazayo, kuliko tuyaombayo, kwa kadri ya nguvu. Kuna kadri ya nguvu iko ndani ya kila mtu. Nisikilize kwa makini. Kuna kadri ya nguvu ulioko nayo yenye uwezo wa kuhamisha huo mlima. Una kadri ya nguvu iliyoko ndani yako ambayo ukicultivate, ukamwambia Roho Mtakatifu nitie nguvu mara hii juu ya hili suala, juu ya hili jambo, ili niliangushe, na kuambia utaliangusha. Haleluya. Kwa hiyo na kuna swali ambalo natamani niliulize hapo kwa kila mmoja. Kuna hatua naendelea tulikie kwenye maombi. Kwa nini umeshindwa? Kwa nini umeshindwa? Kwa nini kanisa linashindwa? Kwa nini wana wa Mungu, pamoja na kwamba ni miungu kama neno la Mungu linavyosema, ni waamuzi wa ulimwengu kama neno la Mungu linavyosema, ni nuru kama neno la Mungu linavyosema, tumeushinda ulimwengu kama neno la Mungu linavyosema, lakini bado hatumeshindwa? Ukisoma kwenye Mathayo 17 mstari wa 18 nitaenda na mstari wa mpaka 21. Neno la Mungu linasema Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu saa ile. Narudia. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu saa ile ile. Sasa hichi kitendo cha Yesu kukemea yule pepo, akamtoka, yule kijana akapona saa ile ile, ileta maswali kwa wanafunzi. Kumbuka wanafunzi wa Yesu walikuwa wanajifunza kwa Yesu kwa habari ya ufalme na jinsi ya kutenda kazi kwenye ufalme. Kwa hiyo Yesu kufanikiwa kwenye kila kitu anachokifanya ilikuwa inaleta maswali kwao. Kwa nini wao hawawezi? 19 nasema, kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraga, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Mbona sisi hatuwezi juu ya jambo hili? Mbona wengine wameweza, mimi sijaweza? Mbona Yesu ameweza na sisi hatuwezi? Mbona Yesu anasema kazi nilizozifanya mtazifanya nyie pia, tena nasema tena hata kubwa kuliko hizo, lakini mbona basi hatuzifanyi? Ni swali. Leo tungekuwa na Yesu leo, tunaona anatoa mapepo, anafufua wafu, anainua viwete, anafungua macho ya vipofu, alafu akatupa kazi akamwambia na nyie fanyeni kama mimi ninavyofanya, tukashindwa, lingekuwa swali kwetu. Sasa leo sisi hatuna kipofu mbele yetu. Sisi leo yamkini hatuna kipofu mbele yetu, hatuna mlemavu mbele yetu, lakini tuna situation, tuna disorders nyingi kwenye maisha yetu. Yesu hapa alitoa wenye pepo, alikuwa na disorders, alikuwa na mapepo hawa. Lakini leo una disorder kibao kwenye maisha yako. Kuna vitu haviko sawa kwenye maisha yako kibao. Na hivyo vitu ambavyo haviko sawa sawa, kuna nguvu iko nyuma yake inasababisha hivyo vilivyo. Kuna roho iko nyuma yake inasababisha hivyo vilivyo. Kuna uweza ulioko nyuma yake inakuwa hivyo vilivyo. Na hiyo ndio nasema kwamba ni nguvu iliyoko kinyume chako ambayo ina sustain hiyo situation kwa hapo ilivyo. Na hiyo situation haiwezi kubadilika pasipo wewe pia kuanza kuchukua hatua ya kubadilika jinsi unavyoitazama, na kuchukua hatua za haraka na za makusudi za kuhakikisha kwamba hiyo situation inabadilika. Haleluya. Kwa tuko hapa sa wanafunzi wako kwenye maswali, mimi na wewe tuko kwenye maswali. Mbona ninaomba hii situation haibadiliki? Mbona nimekaa hapa muda mrefu nikishughulikia situation haibadiliki? Lakini tunaona Yesu hapa anawajibu, anamwambia 20. Yesu akamwambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa hiyo kwanza tunaona shida ni nini? Imani juu ya situation iliyopo.
Bwana Yesu asifiwe. Mnisikilize kwa makini. Cha kwanza ni imani juu ya huo mlima unaouona. Cha kwanza ni imani juu ya hiyo changamoto unayoiona. Imani. Naomba uishike hiyo. Cha kwanza Yesu ana highlight pale, anaambia cha kwanza, kwa nini hamwezi kutoa hayo mapepo? Kwa nini huwezi kubadilisha hiyo situation? Shida iliyoko kwanza anawaambia cha kwanza ni imani. Imani yenu. Kingine anasema kwa maana ami nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu ondoka hapa uende kule, na utaondoka, wala haitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna neno lisilowezekana kwenu. Hili ni Yesu anasema hakuna neno, ina maana lolote. Lakini Yesu sasa anawaambia tena kitu kingine hapa 21. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga, to gain authority over it. Ina maana ile pepo ambalo Yesu alikuwa analitoa, ile situation iliyokuepo ilikuwa haiwezekani. Kuna namna unatakiwa ugain authority over that pepo, over hiyo nguvu iliyoko nyuma ile tatizo, ili uweze kulitatua. Namna hiyo utakuwa na imani, ndio. Lakini Yesu anawaambia tena, lakini namna hii lazima ugain, usali na kufunga. Kwa ina maana utakapofunga, utakapoomba juu ya hiyo situation na kumwomba Roho Mtakatifu, naomba unitie nguvu, naomba unipe uwezo wa kuovercome hii roho, wa kuovercome haya mazingira, wa kuovercome hii hasira, wa kuovercome hichi kiburi, wa kuovercome uongo, wa kuovercome uzinzi, wa kuovercome uasherati, wa kuovercome haya mateso. Ndipo utakapo gain authority over it. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yesu anambia namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Hakumaanisha tu kufunga randomly. Yaani kuna namna ya situation ulizonazo. Unaenda mbele za Roho za Mungu, unakaa chini ya mamlaka ya Roho Mtakatifu na kumwambia nipe nguvu, nipe uwezo wa kuovercome hii hali. Sema shida iko wapi? Kukaa kwenye secret place. Watu ni wavivu kukaa mahali pasiri. Watu ni wavivu kutafuta uso wa Mungu juu ya mazingira yanayozunguka. Watu ni wavivu wa kuomba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu hapa anawaambia hiyo siri, akimaanisha kwamba you don't have authority yet over this. Na njia ya kupata authority au mamlaka juu ya hii situation ya hili pepo, ni lazima utafute mahali pasiri. Ni lazima mtafute Mungu. Ni lazima uombe. Ni lazima ulambano, uhakikishe una gain authority over that situation. Na hiyo ndio imesababisha watu wengi tumefeli. Huwezi kushinda nguvu ambayo ina nguvu juu yako. Haiwezekani. Huwezi kushinda mamlaka iliyoko na nguvu juu yako. Ndio maana mkuu wa wilaya hawezi kumshinda rais. Mkuu wa mkoa hawezi kumshinda rais. Spika wa bunge hawezi kumshinda rais. Kwa hiyo nguvu ya rais ni kubwa kuliko nguvu ya mbunge. Kwa ili uweze kugain authority juu ya hiyo nguvu iliyoko juu yako au inayotawala maisha yako, ni lazima ukae mahali pasiri, ufunge, uombe over the situation mpaka ugain authority over the situation, over the changamoto ulionayo, over hiyo hardship unayopitia. Bwana Yesu asifiwe. Na ni password kubwa sana. Sasa naona hapa sasa umeshaanza kuona ni kitu gani kisababu kwa nini vitu vingi vinakushinda. Sio ile mradi tu kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Si ile mradi tu kufunga randomly tunafanya hivyo. Ni lazima uchukue hatua maalum kabisa, naambia Bwana Yesu juu ya hili swala limenishinda. Huu maskini Yesu, ninahitaji nguvu ya kutosha kushinda.
juu ya huu ugonjwa kwa mwanangu. Yesu, naomba uniongezee uwezo to overcome this situation. Ngoja nikwambie siri, hakuna pastor ambaye hajakaa mwenye uwezo wala nguvu ambaye hajakaa mahali pasiri akageni nguvu alionayo. Kila mtu kuna namna ambavyo amekubali kujitenga, amekubali kumtafuta Mungu, akagain authority. Unapoona watu wamefanikiwa kwenye issue za ministries, ni kama wamekubali kujidhili, wamekubali kujinyima, wamekubali kukaa kwenye secret place kwa ajili ya kugain authority over situations zilizo kwenye maisha ya watu. Na mimi na wewe tunaweza. Hakuna situation ambayo wewe huiwezi. Una kiwango cha uwezo ndani yako. Sema hicho kiwango cha uwezo ndani yako kinatakiwa kuchochewa. Bwana Yesu asifiwe. Chochea. Haleluya. Ukisoma Mathayo 13:11 mpaka 12 anasema, akajibu akamwambia, ninyi imejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa. Wewe una hiyo nguvu. Anasema yeyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa. Lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Kwa hiyo kila mtu ana certain, ana uwezo ndani yake. Haleluya. Ukisoma Warumi 12:38 ili kujengea hiyo kujua uwezo ulionao ndani ili uweze kuelewa hili, anasema Warumi 12:38 anasema, bali awe na nia ya kiasi. Kwa maana Mungu kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa hiyo kila mtu ana kiasi cha imani. Sio kama una imani, unayo. Sema inatakiwa ichochewe. Una kiasi. Imani ni nguvu. Na Yesu anasema ukiwa na imani kama tulivyosema hapo juu, ina maana kiasi cha imani ulichonacho unatakiwa ukichochee ili kuangusha huo mlima. Ili kuangusha huo mlima. Ukisoma Efeso 4:7 anasema haraka kuelekea kwenye maombi anasema, lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Kila mmoja amepewa neema kwa kadri ya kipimo. Kwa kipimo unacho, sio kwamba huna. Unayo. Kwa ni wakati wa kila mmoja anayesikia sauti yangu kusimama kwenye nafasi yako, kuchochea kipawa ulichonacho, kuchochea neema uliopewa, kuchochea imani uliopewa, kuchochea kipimo cha maombi ulichonacho kiongezeke zaidi ya hapo kilipo. Neno la Mungu pia linasema kwa sababu hiyo na kukumbusha, Timotheo wa 2:1-6 anasema, kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyoko ndani yako. Chochea. Tunashinda kwa kuchochea. Kuna saa nyingine kabisa unajitamani, una mwili hautaki sasa kuomba, lakini ufanyaje? Lazima ujitie nguvu. Chochea ku overcome the situation that you have. Lazima ugain authority over it. Kwa sababu ina maana hiyo roho ambayo iko nyuma hicho kitu ambacho unapitia kina mamlaka kushinda wewe. Ina nguvu kushinda wewe. Na ungekuwa una mamlaka juu yake, ungekiambia tu kwa jina la Yesu toka, kingetoka, sababu ukisha gain authority you are done. Yaani hata utumii nguvu kubwa kukiambia hicho kitu ondoka. Ndio maana Yesu alikuwa akikemea pepo, linaondoka. Kwa sababu gani? Ana authority over it. Na Mungu anasema Yesu ni author and finisher of our faith. Ni mwanzilishaji na mkamilishaji wa imani. Lazima tumuige Yesu alikuwa anafanya nini. Yesu alikuwa ni mtu wa secret place. Alikuwa ni mtu wa wilderness. Akimaliza anaingia kwenye wilderness. Alikuwa ni mtu wa maombi. Pamoja na kwamba alikuwa ni Mungu, lakini alikuwa ni mtu wa maombi. Ni lazima tumuige Yesu. Ni lazima tufuate hatua za Kristo. Kwa nini kanisa liko weak? Halitaki kupita kwenye njia za Kristo. Hazitaki kubeba msalaba na kumfuata Kristo. Hatutaki kugain authority za Kristo kwa sababu watu wengi ni wavivu. Tunataka tupate vitu ready made. Tunataka tupate vitu kwa pasipo kulipa gharama. Tuko vitani. Tunanyang'anyana. Tunashindana.
Maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na jeshi na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo baya katika ulimwengu wa roho. Tunashindana. Kwa mwenye nguvu ndiye anayeshinda. Kwa hiyo lazima ujiulize, una nguvu kiasi gani? Kushindwa kwangu, kufanikiwa kwangu inategemea nimegain nguvu kiasi gani. Nina authority kiasi gani juu ya magonjwa? Nina authority kiasi gani juu ya aibu? Nina authority kiasi gani juu ya umaskini? Kwa sababu umaskini ulionao usiku una gain authority over huo umaskini. Utakapowaambia kwa jina la Yesu toweka, na kwa nini unatoweka? Hautatumia nguvu kubwa ulizokuwa unatumia hapo nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka niachilie maelekezo. Unaweza usiende randomly. Usiende randomly. Chukua vipengele ambavyo umeona mara nyingi vimekushinda. Chukua situation ambazo zinaona kisa kwenye familia au kwenye ndoa au kwa watoto zimeshindikana. Wewe ni mfalme, una nguvu, una uwezo. Sasa kwa kiasi cha uwezo Mungu alichokupa lazima ukichochee. Unaweza ukakaa mahali pa siri, pake aliye juu. Ukamwambia Mungu, ukasogeza hiyo situation, labda ni 2 ni 3. Usiende randomly wala usiende kwa haraka. Mwambie Mungu, mwambie ukweli. Hii situation Bwana Yesu imenishinda. Roho Mtakatifu, tambua nafasi yake. Anasema si kwa uwezo wala kwa nguvu bali kwa Roho Bwana. Tambua nafasi yake. Mwambie naomba uniongezee nguvu. Niongezee uwezo juu ya situation. A little overcome it. Ya mwambie kabisa, yamkini uwezo wangu kushinda hii issue ni mdogo, lakini naomba nguvu. Kaa pale. Omba, mwambie Mungu naomba nguvu. Nijaze nguvu. Niongezee uwezo. Niongezee uwezo. Na Roho Mtakatifu atakupa scriptures unavyozidi kukaa hapo kubali pasiri kuombea hilo swala. Na kuambia siku unainuka na kuliambia kwa jina la Yesu, ninaamuru wewe umaskini ondoka. Kwa sababu umesha gain authority over it, utaondoka. Hauwezi kukaa. Hallelujah. Hallelujah. Kwa leo tuko kwenye hilo eneo, lazima uelewe hivyo. Lazima uanze kuwa hivyo. Acha uvivu. Acha uvivu. Tumeshajifunza vitu vingi sana hapa. Leo Mungu anataka kukuongezea nguvu. Na kushinda kwako lazima ugain authority over your situations. Yesu amesema pale, namna hii haiwezekani. Ina maana uwezo wa kugain authority lazima uingie kwenye secret place. Lazima uende kwenye consecration. Lazima ujitenge. Lazima utafute specific kwa ajili ya kushughulikia hiyo roho. Kwa sababu hiyo nguvu ina uwezo zaidi yako. Mimi nimeweza kwa sababu nina authority over it. Nimesha gain nguvu zaidi yake. Na ndio maana nikiambia toka ile roho unajua zinajua Roho zote zinazotenda kazi kwenye maisha yetu zinajua. Sema ni kwa sababu tu shetani ametubana sana kwenye mwili, roho zetu zimefungiwa ndani. Tumeshindwa ku unlock our spirits. Lakini kila roho inayotenda kazi kwenye maisha yetu inatujua. Roho yote unaiambia sasa hivi pepo unaniambia toka, najua kasa huyu mamlaka hana. Inajua kabisa. Inajua kasa nguvu zaidi yako huna. Ndio maana unashangaa mtu anaweza kaombewa pepo leo, mtu akafia limetoka, kesho unashangaa limerudi. Ni kwamba sio kwamba liliondoka, lilikuwepo. Haleluya. Ni wakati umefika wa kushinda. Mimi nakwambia hakuna siri nyingine zaidi ya kushinda adui yako. Ni kupata nguvu zaidi ya adui yako. Ni kuwa na mamlaka zaidi ya adui yako. Na yote yanawezekana kwa kuwa tuna roho wa Mungu ndani yetu anayetusaidia udhaifu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapoingia kwenye maombi tutaongozwa na neno la Mungu kwenye Isaya 40:28 mpaka 31. Huyu ni Mungu anasema na sisi. Isikie sauti ya Bwana. Anasema, je, wewe hukujua? Sikia sauti ya Bwana kwa jina la Yesu. Anasema, je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba wa miisho ya dunia, hazimii, hachoki, akili zake hazichunguziki. Huwapa nguvu wazimiao. Huwaongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo juu ya hiyo situation.
Haleluya. Huwezi kuongezewa kitu ambacho una. Unaongezewa kitu ambacho unacho. Anasema uwapa nguvu wazimiao. Humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Unamngojea wapi? In secret place. Sio kumngoja tu, unasema tunamngojea Bwana atajibu siku fulani. Kuna kazi ya kufanya. Asabali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Unapatia nguvu wapi? In the secret place. Unapatia kwenye consecration, unapatia kwenye kujitenga, unajipatia kwenye kukaa mahali kutafuta Bwana. Ndio maana ukisoma kwenye ile kipindi cha wanafunzi wa Yesu aliwaambia msitoke mjini mpaka mtakapovikwa nguvu. Kuna mahali walikaa. Ile nguvu haikuja tu wamekaa tu wanasubiri nguvu. Walikuwa wanaomba, walikuwa wanakesha, walikuwa wanafunga hadi nguvu ikawajilia. Walimaanisha, hawakutoka pale. Sasa wale walikaa gorofani, lakini wewe unaweza kutafuta mahali pako pasiri, ukakaa hapo, ukamwambia Mungu nivike nguvu, nivike uweza over the ministry that you have given me. Juu ya kusudi ulonipa, Bwana siwezi pasipo nguvu, nivike nguvu. Bwana Yesu asifiwe. You need that. Asabali wao wamngojea Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Kwa sababu gani? Wamepata nguvu kwenye mahali pasiri. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina. Asante kwa neno lako. Asante kwa kuwa wakati uliokubalika. Mimi kupata nguvu mpya. Mimi kuongezewa uwezo. Umefika kwa jina la Yesu. Asante Mungu wa amani. Kwa ajili ya uweza wako. Kwa ajili ya nguvu zako. Ambazo ziko tayari kuachiliwa ndani yangu. Ili kuchochea kiasi cha nguvu nilionayo. Ili kuongeza kiasi cha nguvu nilionayo. Baba katika jina la Yesu. Leo nimesimama mbele zako kama kuhani. Kuna mambo mengi yamenishinda kwa muda mrefu. Kuna situation nyingi nimeshindwa kuzibadilisha. Lakini leo nimejua ninahitaji uwezo. Ninahitaji kuongezewa uwezo. Ninahitaji kuongezewa mamlaka juu ya kila situation ambayo imenizunguka. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninasarenda kwako Roho Mtakatifu. Ninasarenda kwako Roho Mtakatifu. Ninasarenda kwako Roho Mtakatifu. Ni kweli mazingira mengi yamenishinda. Ni kweli situation nyingi zimenishinda. Lakini na si neema yako inaozidi. Iachiliwe juu yangu wakati huu. Iachiliwe juu yangu wakati huu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba katika jina la Yesu. Na kuinulia mikono yangu. Na kuinulia maisha yangu. Yako mengi yalionishinda. Yako mengi nimejaribu kuyasukuma yamenishinda. Lakini nimejua ni kwa sababu sina uwezo wa kushinda mazingira yanayonizunguka. Leo nimekuja mbele zako Yesu. Umesema unawapa nguvu wasiokuwa na uwezo. Umesema unawaongezea nguvu wasiokuwa na uwezo. Ninaomba uniongezee nguvu e Bwana. Naomba uniongezee nguvu e Bwana. Ili ni increase authority juu ya vitu vinavyonizunguka.
juu ya mazingira yanayonizunguka, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, nguvu ya Mungu ndani ya roho yangu, nguvu ya Mungu ndani yangu, ninajitiisha chini ya uweza wako, ninajitiisha chini ya nguvu zako, kama ulivyowasaidia wanafunzi wa Yesu kutulia mahali pasiri mpaka walipovikwa nguvu, mpaka walipovikwa uwezo kutoka juu, hata walipotoka nje walikuwa na uwezo juu ya pepo wachafu, walikuwa na uwezo hata kuponya kupitia vivuli vya miili yao, walikuwa na uwezo wa kutamka juu ya situation mbalimbali na zikabadilika, kwa sababu walikuwa na authority juu ya mazingira waliokuwa nawazunguka. Yesu, niko mbele zako leo. Nipe discipline ya Roho Mtakatifu, nipe nidhamu ya Roho Mtakatifu ya kujitunza mahali pasiri, ya kukaa mahali pasiri mpaka ninapovikwa uwezo wa kushinda mazingira yanayonizunguka, wa kushinda uchawi ulioachiliwa juu ya maisha yangu, wa kushinda uganga unaofanya kazi kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, na surrender kwenye uweza wako, na surrender kwenye maelekezo yako, na surrender kwenye nguvu zako. Nivike nguvu wakati huu, Roho Mtakatifu. Nipe uweza wakati huu, Roho Mtakatifu. Ninaomba nguvu zako zikaachiliwe sasa kwenye kila udhaifu wa kutulia mahali pasiri, kwenye kila udhaifu wa kuomba, kwenye kila udhaifu wa kukesha, kwa kuwa mazingira mengine kama Yesu alivyosema, namna hii haiwezekani pasipo kufunga na kuomba. Nisaidie kuomba na kufunga kwa kiwango kinachotakiwa, kwa kipimo kinachotakiwa, kugain authority, kupata nguvu ya kuweza kushinda hiyo changamoto, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nami natamka na kutangaza kwa jina la Yesu, ninaichochea karama yangu ya kuomba kwa jina la Yesu, ninaichochea karama yangu ya kufunga kwa jina la Yesu, ninaichochea karama yangu ya kukaa mahali pasiri kwa jina la Yesu, ninaichochea imani iliyoko ndani yangu kwa jina la Yesu. Kila kiasi nilichopewa ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninachochea kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nami natamka na kutangaza kwa jina la Yesu, mwezi huu ni mwezi wangu wa kugain authority. Mwezi huu ni mwezi wangu wa kuongezea uwezo, wa kushinda kila changamoto iliyonizingira, wa kushinda kila nguvu iliyonizingira, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Natamka na kutangaza kwa jina la Yesu, kila kiasi cha nguvu kilichoko ndani yangu kinaongezeka kwa jina la Yesu, kinaongezeka mwezi huu kwa jina la Yesu. Ninachochea kwa jina la Yesu kila kiasi cha neema nilicho nacho, kila kiasi cha neema niliyopewa, ninachochea kadri ya nguvu iliyoko ndani yangu kwa jina la Yesu. Ninachochea kadri ya nguvu iliyoko ndani yangu kwa jina la Yesu.
Ninachochea kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ninachochea kadri ya moto ulioko ndani yangu kwa jina la Yesu. Ninachochea kadri ya moto ulioko ndani yangu kwa jina la Yesu. Ninachochea kadri ya nuru iliyoko ndani yangu kwa jina la Yesu. Ninaichochea kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninachochea kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kuchochea. Hapa ninakupa tu mwongozo. Una kiasi cha kila nguvu ndani. Una kadri ya nguvu mbalimbali ndani. Ni nguvu gani unataka uchochee ipande juu? Una kiasi cha moto kilichoko ndani, chochea. Una kiasi cha nguvu ya kuomba ndani, chochea. Chochea, 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 chochea. Haitakuwa rahisi. Breakthrough, breakout, chochea. Haleluya. Ukisoma kwenye Wakorintho wa pili nadhani pale, kuna mahali pale walipewa mwiba kwenye mwili wake. Lakini Mungu anamwambia nini? Neema yangu ya kutosha. Mahali ulipo dhaifu ndipo ulipo na nguvu. Kwa hiyo mahali ambapo unaona pana situation, pana nguvu ndani. Pana uwezo wa kushinda ndani. Bwana Yesu asifiwe. Where you are weak, you are strong. Chochote unachokiona ni weakness on you, kuna strength ndani yake. Mahali unapoona pana giza, pana nuru ndani. Chochea. Rapa shakataya. Bwana Yesu asifiwe. Nenda kwa nuru hii. Nenda kwa nguvu hii. Acha uvivu. Acha uzembe. Kaa mahali pasiri. Amua kubadilisha hiyo situation. Itabadilika kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Haleluya. Amen. Basi wakati huu tunaenda mbele za Mungu kwa maneno ya kinywa chako mwenyewe. Mwambie Yesu asante. Na kama umejaliwa sadaka ya connect, mwambie Yesu asante. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, tunashukuru Bwana kwa neema hii na kwa ufunuo huu na kwa siri hii ulioifunua kwetu. Baba, nakushukuru kwa kuwa ninajua kwa kadri ya uwezo ulioweka ndani yetu unatuongeza, unatuzidisha, amplify whatsoever strength that you have given in us, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Asante Bwana Yesu kwa kuwa kusanyiko hili lile ambalo Mungu tumekuomba likusanyike mwezi huu mahali hapa, ambalo Mungu unataka lishinde, unataka liongezeke kwenye uwezo. Baba, asante kwa kuwa kila aliyekusudiwa mwezi huu kwamba unataka ongezeke, kwamba unataka akue. Bwana, asante kwa kuwa Mungu unashughulika na kila mmoja kwa namna mbalimbali ya kumuongeza, ya kumpanua, ya kuchochea ndani yake kile ambacho umempa. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nasi Mungu tunaunganisha sadaka zetu za midomo, sadaka za mioyo, sadaka za mikononi, kwa kile ambacho umekifanya. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, kwa damu ya Yesu, ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo aliye hai kwenye sadaka zote ambazo Mungu zimetolewa wakati huu. Baba, nakuomba uzitakabali. Baba, nakuomba uzipokee. Baba, naomba uzitakabali, uzipokee na kuzibariki kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu tunazitoa sadaka zetu kwenye madhabahu ya kuhani mkuu Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Amen. Amen. Wakati huu napenda kusogeza mbele za Bwana wale ambao wametuma mafungu ya 10. Haleluya. Na kuna ambao walituma limbuko. Kuna yule aliyetuma limbuko. Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, asante kwa ajili ya sadaka za zaka na limbuko ambazo Mungu zimeachiliwa kwenye madhabahu. Baba, tunaachilia damu ya Yesu Kristo aliye kwenye sadaka zote za zaka na limbuko zilizotolewa kwenye madhabahu. Baba, tunaachilia damu ya Yesu Kristo aliye hai kwenye hizo sadaka. Baba, ninaziamplify hizi sadaka kwa damu ya Yesu. Nina amplify hizi zaka kwa damu ya Yesu.
Baba, kwa kiasi alichotoa Baba, ninakuomba kwa jina la Yesu, kwa kadri aliyotoa Baba, ninakuomba ukambariki kwa baraka za zaka, ukawabariki kwa baraka za limbuko, ukawabariki kwa baraka za shukrani walizotoa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, ninakusihi kwa jina la Yesu, baraka za zaka zikawakalie kichwani, zikawakalie kwenye utosi Baba, kwa damu ya Yesu, kwa ajili ya Bwana ukampige alai, ukampige aribuye kwa jina la Yesu, kwa ajili ya Bwana ukafungulia mlango walioshindwa kufungua, kwa ajili ya Bwana ukafungue madirisha ya mbinguni, ukaachilie baraka na ukakose pa kuweka sawa sawa na neno lako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, ninakusihi baraka zote za zaka, baraka zote za malimbuko, baraka zote za shukrani Baba, ninakusihi kwa jina la Yesu zikaambatana na kila nafsi iliyokutolea, ikaambatana na kila kazi ambayo ni sosi ya hicho alichotoa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, ninasogeza mbele zako chanzo cha hizo fedha, chanzo cha hizo sadaka, na kisogeza kwako Baba, ikiwa yuko alai, ikiwa yuko haribuye, ikiwa yuko angamizaye, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninasimama kwenye mamlaka niliona katika Kristo Yesu, nasimama kinyume na wewe ulai, na wewe unayeharibu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatamka na kutangaza kazi zao zimebarikiwa, vyanzo vyao vya uchumi vimebarikiwa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. I decree and declare, kazi yako inalindwa na nguvu za Mungu, kazi yako inalindwa na nguvu za Mungu, kwa jina la Yesu. Kama Bwana anavyoizunguka Yerusalemu, ndivyo ninavyotamka na kutangaza kazi zako zimezingirwa, biashara zako zimezingirwa, uchumi wako umezingirwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, ninawaombea hekima yako, hekima yako, ufahamu wako na maarifa juu ya kazi, kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa uaminifu wako na nguvu zako. Asante kwa kuwa utawapungukia wala kuacha. Ni kwa mamlaka ya jina la Yesu na damu ya Yesu Kristo aliye hai tumeomba yote haya, ni kwa jina la Yesu, amen. Amen. Wakati huu nachukua nafasi hii kwa ajili ya kukaribisha nafasi ya muhimu sana mbinguni, inatazama kwa uangalifu sana mbinguni, ya watu kuokoka na kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni zaidi ya kusanyiko hili. Haleluya. Basi wakati utafuata nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako, nimelisikia neno lako, nami leo nimeamini na kukupokea wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nami natamka na kutangaza kuanzia leo, mimi nimeokoka na Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Basi wakati huu, Amen. wakati naombea wale waliookoka, ni wakati wa kuomba neema ya Mungu ya wokovu juu ya familia. Usichoke kusema neno, usichoke. Maneno yetu yana count kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Baba, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja aliyetubu, aliyegeuka leo na kukupokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Baba, katika jina la Yesu na kuombea juu ya nafsi zilizookoka, Roho Mtakatifu na kusihi vile vipawa vyako ukaviachilie juu yao. Ninakusihi ukawasaidie kuendelea kukua na kuongezeka uwezo. Bwana, kwa jina la Yesu, wakati wakiwa wachanga wa kiroho, Roho Mtakatifu na kuomba uwasaidie kukulia wokovu sawa sawa. Wape kula maziwa yasiyogoshiwa,
wawezeshe kukulia wokovu kwa maziwa yasiyogoshiwa. Wasaidie Roho Mtakatifu wasiweze kuwa defiled na maziwa yasiyogoshiwa kwa jina la Yesu, yaliyogoshiwa kwa jina la Yesu. Watunze Roho Mtakatifu, wahifadhi Roho Mtakatifu, wahifadhi Roho Mtakatifu, na kuomba vile vipawa vyako Roho Mtakatifu kaviachilie juu yao. Naomba uwape kipawa cha kunena kwa lugha, naomba uwape kipawa cha kunena kwa lugha, ili waweze kukulia wokovu, ili waweze kujengwa sawa sawa na neno lako kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa uaminifu wako juu yao. Asante kwa kuwa hakuna hata mmoja atakayeishia njiani, hakuna hata mmoja atakayepotea, hakuna hata mmoja Bwana Yesu atakayeangamia njiani. Ni kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ni kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tumeomba na kuamini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninakusihi kwa jina la Yesu, Mungu akusaidie kuweza kurudia hii session. Haleluya. Mungu akusaidie kuirudia. Kuna kitu unaweza kukuta hujakicapture. Hakuna kitu muhimu kama kurudia session tena na tena na tena na tena. Hasa pale unapogundua kwamba kuna kitu ambacho ilikuwa nayo cha kukusaidia. Sikiliza tena. Fuatilia maombi. Fuatilia maombi. You will increase your fire. Utaongeza tena, utamplify zile nguvu zako ndani yako kila kadri unavyozidi kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie kuwa mtiifu. Mungu akusaidie kukaa kwenye uwepo wake. Mungu akusaidie kufuata maelekezo. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na kuombea kila mmoja uliyekuja mahali hapa. Mungu akupe neema ya kufuatilia session za mwezi huu. Maana katika eneo ambalo tumefeli kwa muda mrefu ni kwa sababu we are disconnected with the source of power. Unataka to gain authority wherever you are. You need to gain power of the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, na wakabidhi watoto wako wote wa mikononi mwako. Roho Mtakatifu, equip them in your power, equip them in your breath, equip them in your authority, in the mighty name of Jesus. Na kusi Roho Mtakatifu, watoto wako hawa, waza ndani yao, usiwe na kunyamaza. Sema nao kwa siri, sema nao kwa wazi, kwa jina la Yesu. Endelea kuwafunulia upana zaidi wa kuwa na nguvu kiroho. Ongeza zaidi. Najua mafuta yako yanatufundisha zaidi. Najua mimi nimeachilia sehemu ya mbegu, lakini wewe amplify hii mbegu niliyoachilia kwao. Utaendelea kuamplify kile ambacho nimekisema, kwa kuwa mafuta yako ndani yao yataendelea kuwafundisha zaidi, yataendelea kuongoza zaidi, yataendelea kuwafunulia siri zaidi ya nguvu zako, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante kwa kuwa hakuna hata mmoja kati yetu hapa ambaye atatoka mwezi huu akiwa mnyonge, atatoka akiwa hana nguvu. Kila mmoja atakuwa na nguvu timilifu za kushinda mazingira yake. Ni kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai tumeomba yote haya na kuamini, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu awatunze na kuwahifadhi. Amen. 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 Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Glory to God. Mungu akubariki. Glory to God. Amen.